Na tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2025 tulihamia rasmi katika jengo hili, ikiwa ni ahadi ambayo tuliitoa mbele ya kamati ya Bunge ya Nishati na Madini, ambao walituelekeza kwamba ifikapo mwezi wa 5 tuwe tumehamia hapa, lakini pia maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba huduma zote zinatolewa hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jengo letu hili lina magorofa 6 ambapo mpaka hivi sasa lina uwezo wa kuwachukua watumishi 350 kwa wakati mmoja. Sisi Wizara ya Madini tuko 160, watumishi wote wako hapa na wengine wapo katika baadhi ya kazi nje ya ofisi. Lakini hivi sasa Watanzania wote wale ambao walikuwa wanapata changamoto pale awali ya kupata huduma Wizara ya Madini kwa kuwa na ofisi zenye mtawanyo wa sehemu mbalimbali, sasa kila Mtanzania anayekuja Dodoma anahudumiwa hapa, jambo lake linaishia hapa kwenye sekta ya madini, haendelei tena kuzunguka kwenda maeneo mengine. Tunaishukuru sana serikali kwa ujenzi wa majengo haya yenye ubora wa hali ya juu, ambayo inawafanya watumishi wetu wanafanya kazi ya kuhudumia Watanzania wakiwa katika nafasi nzuri zaidi. Mheshimiwa Waziri, kila wakati umekuwa ukisema bado tuna fursa ya kutafiti. Hii ambayo tumenufaika nayo ni sehemu tu. Mheshimiwa Waziri alisema ni asilimia karibu 16 tu. Kwa hiyo ninyi ndio wataalamu, pamoja na wale mnaoshirikiana nao, twendeni tuongeze kasi katika kutafiti ili tuweze kunufaika zaidi. Dunia tunayokwenda ni dunia ya rasilimali. Miaka ya nyuma tumewahi kupita dunia ya misaada. Hiyo ilishaisha, dunia ya misaada. Sasa utajiri ni rasilimali. Kwa hiyo tuendeleze utafiti ili Watanzania waweze kunufaika na rasilimali zao. Usipojua una utajiri gani, ni rahisi kuibiwa. Usipojua una utajiri gani, ni rahisi kuibiwa. Atakwenda mtu atasema amechimba, taja aina yoyote ile ya madini, kumbe ninyi wataalamu mnajua, kumbe kwa kuchimba hiyo ambayo amedeclare aliyoitaja kwamba ndo anayochimba, kumbe yako na mengine mengi atakuwa amebeba. Hiyo ndo madhara ya usipofanya utafiti ujue una nini. Huenda ile anayoitaja ikawa na thamani ndogo kuliko ile ambayo amebeba bila kutaja, kwa sababu wewe hukujua hata kama ipo. Kwa hiyo wataalamu wetu, sehemu ya pili ya salamu, twendeni tuongeze jitihada kwenye utafiti ili tujue utajiri tulionao. Tukiwa tunajadiliana, hata kama tunayejadiliana naye ni mwekezaji, kama tunajua utajiri tulionao, tutajadiliana huku tukiwa tunajua.